Mchezo wa nusu finali ya kwanza michuano ya CRDB Bank Federation Cup ulizidi kushika kasi hapo jana kwa kuchezwa mchezo mmoja katika uwanja wa CCM Mkwakwani jijini Tanga, ambapo Young Africans bingwa mtetezi alikuwa anakaribisha JKT Tanzania. Mchezo ambao ulimalizika kwa Young Africans kuchomoza na ushindi wa mabao 2-0 hapo jana. Bao la kwanza la Young Africans lilifungwa na Prince Mpumelelo Dube, na dakika za jioni Mudathiri Yahya Abbas akifunga bao la pili kupokea pasi ya Kratos Chota Chama aliingia kipindi cha pili. Sasa Young Africans inasubiri mshindi kati ya Simba Sports Club au Singida Black Stars ambao watakutana Mei 31 kwenye uwanja wa Tanzanite kwa Manyara kwa ajili ya kumpata timu itakayokwenda kucheza finali. Mchezo wa jana Young Africans walitengeneza nafasi nyingi sana za magoli, ingawaje mabao mawili yakatosha kuamua game. Adriano James. Ni kweli Yanga walitengeneza nafasi nyingi za magoli, lakini katika huu mchezo of course kwa upande wangu mimi goalkeeper wa JKT Tanzania Yakubu Suleiman, of course kila siku grafu yake ya performance kwangu mimi inazidi kupanda kwa kile ambacho anataka kukifanya, utulivu wake akiwa golini, jinsi ambavyo anazifanya saves. Kwa hiyo kwenye huu mchezo kwangu mimi ni mmoja ya mchezaji ambaye alifanya kazi kubwa sana, licha ya kwamba timu yake ilipoteza kwa mabao 2-0. Lakini tukirudi kwenye mchezo kwa ujumla kwa maana kwamba ukiwatazama JKT wametoa game, yani kwa maana wametoa ushindani uwanjani. Haikuwa rahisi kwa Yanga kupata ushindi, hasa kipindi cha pili. JKT walirudi katika mchezo, walitengeneza baadhi ya nafasi. Ukiangalia fullback wao kushoto Karim Mfaume, jinsi ambavyo alikuwa anafanya overlapping katika upande ule. Ukiangalia pia fullback wao kulia, ukiangalia jinsi ambavyo kwa organized katika eneo lao la mwisho. Kwa hiyo kwangu mimi JKT kitu ambacho pekee ambacho kimepelekea mchezo huu au kupoteza ni kwa namna gani ambavyo daraja la ubora limewatofautisha timu hizi mbili. Kwa sababu ukitazama Yanga jinsi walivyocheza, walitengeneza nafasi, of course kuna baadhi ya nafasi walishindwa kuzitumia, nafasi ambazo walizipata ndio wameweza kuziconvert na kuwa bao. Ukitazama bao la pili jinsi linafungwa, wakafikiri mpira umetoka baadhi ya wachezaji, lakini pia wengine wakafikiri kama kuna rapsha ya penalty, lakini mwisho wa siku refa akaruhusu mpira, inapigwa pasi ndani, Chama anatengeneza nafasi, Mudathiri anamalizia. Kwa hiyo unaona ni lile daraja la ubora ambalo Yanga wamelitumia vizuri na kupata matokeo haya ya ushindi. Lakini kwangu mimi JKT jinsi ambavyo walivyocheza mwalimu Ahmad Ali, jinsi timu yake inavyocheza inakushawishi kuitazama JKT kwa namna ambavyo inatoa ushindani. Haikuwa rahisi kwa Yanga kupata matokeo haya ambayo wameyapata. Ni ubora wao ambao uko nao, wachezaji wao, jinsi ya daraja lao la ubora, lakini kwa namna ambavyo Ahmad Ali ameitengeneza JKT. Mwanzo wa msimu tulikuwa tunasema JKT ni timu ambayo inazuia zaidi lakini haifungi mabao. Akawa anaitengeneza timu, kuna kipindi JKT ikawa inafunga mabao katika michezo ambayo wanacheza. Lakini jana ukiutazama katika mchezo jinsi walivyocheza, timu inavyocheza katika eneo la mbele, unaona kwa namna gani ambavyo inawahangaisha mabeki wa Yanga katika baadhi ya matukio. Kwa hiyo wamefungwa, lakini kocha anakuwa proud kwa kile ambacho kikosi chake wamekifanya kwa dakika zote 90. Ahmad Ali mashindano haya ashawahi kufika finali akiwa kocha msaidizi wa Mbao ya Itenda Rajije. Wanapoteza mabao 2-1 dhidi ya Simba Sports Club kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, dakika za jioni kabisa zile. Mwasa naamini walizulumiwa ile mechi, Mbao walizulumiwa sawa mpaka leo. Mimi naamini hivyo, nyie ndio kuamini hivyo, lakini mimi naamini hivyo. Baada ya Frederick Branyo kwa mechi moja tamu sana, Mbao ilikuwa safi sana. Mbao ile kina David Mwasa, Jamal Mwambeleko na Yusuf Ndikumana. Alikuwa anaiona kwamba anatafuta nafasi nyingine ya kuelekea finali. Mosi, mvua iliharibu ladha ya mchezo, kwa sababu hata ukiangalia bao la pili ule mpira ni kama ulisimama hivi pale kutokana na hali nadhani ya mvua, majimaji kidogo. Lakini jambo la pili, wakati mwalimu Ahmad Ali anaojiwa, mimi nyingi nakaa concentration pale walimu kuzungumza, Akida Kilango mtu makini kabisa alimuuliza Ahmad Ali akasema, tumejifunza, lakini kama iwapo nitaendelea kuwepo mwakani, kama iwapo nitaendelea kuwepo mwakani, ndio piga mstari pale. Sasa akasema kwa kiwango cha JKT walichokionyesha,
performance ya kufika mpaka nusu finali mpaka hii. Kuna mashaka. Mashaka anakuwepo. Kocha si anaajiriwa ili afukuzwe bwana, kuna muda hata kifukuzwa watu wengine wasikia la. Kwa nini yani ile kauli sema iwapo kama nitakuwepo. Unajua akikwambia iwapo kama atakuwepo maana yake penye moto kuna moshi. Umeelewa maana yake haiwezi tu kavuka tu moto ni from nowhere. Yani lazima uanze moshi mdogo, uanze moshi mkubwa, utavuka tu. Lakini mimi kwenye sorry Adriano. Kwenye kile ninachoamini. Sawa bana. JKT kwa asilimia kubwa msimu huu hawajaangushwa na kocha. Wameangushwa na grupu la wachezaji waliokuwa nao. Kivipi? Unanielewa? Kivipi? Kwa sababu Ahmad Ally namna ambavyo anachukua fikra zake na kuzipeleka kwa wachezaji kwenye namna ya utekelezaji wachezaji, sasa pale ndio kuna tatizo. Kwa sababu nitakwambia kitu kimoja. Ahmad Ally anatumia mifumo takriban 3. Sawa? Mfumo wa kwanza Ahmad Ally anapenda kutumia 4-2-3-1. Mfumo wa pili anatumia 5-4-1. Sawa? Mfumo wa tatu anatumia 4-4-2 diamond. So unaelewa? Sasa tatizo linakuja hapa. Mfumo wa kwanza ambao kama hii mechi. Hii mechi nadhani ambavyo aliapply watu 4 nyuma, akaapply watu 2 katikati, afu watu 3 wanaofuata, alafu striking moja kwa maana ya beka. Alianza na Karim, Nangu, Katanga pamoja na Gado. Umeelewa? Juu ya hawa watu kulikuwepo kuna Msengi na Machezo. Umeelewa? Mbele ya Machezo na Msangi alikuwepo Dilunga, alikuwepo Ndemla. Unaelewa? Alikuwepo Songo mbele kabisa. Sasa alikuwepo Kasongo, afu mbele akacheza beka. Songo Edward Songo Edward Songo sawa, mwanao kabisa. Mwanangu sana. Sana. Kwa walikuwa wanacheza kwenye huo utaratibu. Watu wenye energy ya kushindana kwenye mechi ile ya jana ambao nilikuwa nawaona kuna kitu wanafanya. Mimi walikuwa ni hawa watu wa pembeni 2. Gado na Karim. Hata goli la kwanza Karim ndio ameenda kureset Prince Dube aenda kuscore. Kwa sababu ni mpira ambao tayari Duke Abuya alishakosea. Alipiga pasi ambayo iliingia ndani. Ile pasi ilikuwa mchezaji wa Young Africa wa kwanza, ile pasi ilikuja nyuma. Kwa Karim akaenda kavuma, kwenye kuvuma akataka kuclear, ile clearance yake ikawa iko very partial, ambao ule mpira ukaenda ukaanguka miguuni mwa Prince Dube. Lakini ni Karim ambaye ndo alivuma kutoka kwenye position akaja kutaka kuclear lile goli, wakaenda wakapoteza. Si ndio? Angalia energy ya Karim kutoka kwenye position yake kwenda pale kuvuma. On which lile eneo lina watu 4 ambao walitakiwa kuclear ule mpira. Kuna Songo, kuna Machezo, kuna Katanga, si unaelewa? Na Nangu. Hao mtu wa kushoto anavuma kutokea kule aje kuclear kwenye eneo ambalo kuna watu 4 ambao wanaweza kufanya clearance. Si unaelewa? Tatizo linaanzia hapo. Kwa hiyo Katanga, mimi for me Katanga edges go. Nangu anavumilika. Msengi ana experience lakini anahitaji kuongeza jitihada au juhudi ili kuonyesha kwamba ana deserve kuendelea kuwepo. Sawa, tutakuja kuiangazia JKT katika siku za usoni. Ingawaje story ya matokeo ya Young Africans na mchezo wa jana ikazungumzwa na kitambaa cha unahodha cha Aziz Ki kuweza kuanza, wakati nahodha msaidizi yupo Dickson Job. Sio nahodha msaidizi. Nahodha mteni kaka.
Kapteni ni Bakari Nondo. Kapteni achezi. Yule kapteni wa sherehe. Hapana bwana. Kapteni wa ceremony. Hapana. Kapteni ni Bakari Nondo Mwamjeto, akitoka pale kitambaa kinashuka. Dickson Jobu ndugu yake Adrian. Dickson Jobu asipokuwepo Jigi anavaa. Yes. Asipokuwepo unaonaga Aucho naye anavaa kikio kinatamba. Sasa any story ikawa Mwalini Azizi afu Dickson yupo. Nafikiri ilikuwa ni heshima ambayo waliamua kumpa Azizi Ki, kwa sababu kwenye mastori mengi ambayo yanaendelea tetesi. Of course ni tetesi ambazo kwangu mimi kuna mahojiano walifanya Alex Ngai ni kama aliconfirm kwa 90% kwamba Azizi Ki mjumbe wa kamati ya utendaji, yes, ataondoka, ataenda kujiunga na Wydad Casablanca ambao wameamua kuomba nguvu. Of course ilikuwa ni target ya kwanza Wydad kumtaka Azizi Ki. Kama utakumbuka Lolani Mukwena ndio mtu pekee ambaye aliattempt kumsajili Azizi Ki toka akiwa Mamelodi Sundown. Si ndio ile ya Musando akamvuta. Mwamba yule alimvuta hivi akamwambia bwana wewe rudi. Alikuwa mshali sana yuko cha Yanga Afrika yule msaidizi. Yule Musando alikuwa mshali sana. Alimvuta kama twende. Wewe Mukwena alionyesha interest ya kumtaka Azizi Ki toka akiwa Mamelodi. Kwa hiyo alipoondoka, alipoenda kule, watu wawili ambao yeye aliwapropose wanawahitaji, alimhitaji Mzize, alimhitaji na Azizi Ki. Ikawa ni bahati mbaya kwa Mzize kwa sababu ya delay iliyofanyika, wakafanya option ya pili ya kumchukua Selemani Mwalimu. Lakini kwenye mahitaji ya moja kwa moja ambayo yalionekana Wydad wamhitaji Azizi Ki, inawezekana hata management ya Wydad walikaa na kuangalia performance ya Azizi Ki, wakaona ni mtu ambaye licha tu ya mahitaji ya Mwalimu lakini huyu anastahili kuwepo. So kile kitambaa jana ilikuwa kama ni ishara ya kumpa heshima kama mchezo wake wa mwisho, kuaga mashabiki wa Young Africans na wanachama kwa nyakati nzuri alizokuwa nazo. So nafikiri ni hatua kubwa ambayo anaenda kuipiga Azizi Ki, kwa sababu anaenda kucheza kwa mara ya kwanza kombe la klabu bingwa kwa ngazi ya vilabu duniani kwenye mfumo ule. Kwa sababu kuna utaratibu mwingine. Huu ni mfumo mpya, mfumo ambao pia mashindano ambayo yatakuwa mbashara kupitia Azam Sports. Kwa hiyo lipia kifurushi chako kwa shilingi 28,000. Kama Azizi Ki akiwa na jezi kwa ajili kama jambo litakuwa jambo shughuli itakuwa shughuli, utamuona. Kumbuka tukiachana na hayo, nane bora ya ligi kuu ya vijana chini ya umri wa miaka 20 inataraji kuanza leo, ambapo hatua ya nane bora ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 inaanza leo katika uwanja wa Chamazi Complex, Azam Complex Chamazi, na kuonyeshwa mbashara kupitia Azam Sports 1 HD. Ratiba ya leo kama unavyoona, Simba Sports Club wenyewe watapambana na Dodoma Jiji saa 10 kamili za jioni. Utakuja kumshuhudia kocha hii ya Jumanne, kumwangazia kocha Mohamed Mlishona ama kocha Javi. Mwenyewe anakuambia hii ilikuwa kama chafya vile. Lakini mechi ya pili Azam Football Club dhidi ya Ken Gold saa 1 kamili usiku. Wakati wa kupangua draw hii nilimkumbusha Thabiti Zakaria Zaka za kazi kuhusiana na ile Azam ya kina Himidi, ya kina Jeba marehemu hivi sasa, walikuwa wanapambana na Simba ya kina Singano, wa kina Seseme. Aisee, ilikuwa moto kweli kweli. Yaani Karume pale watu wanawahi kwenda kuangalia mechi ya under 20 Azam dhidi ya Simba. Azam walikuwa bora sana. Aisee, Azam walikuwa yaani Azam walikuwa na kizazi cha dhahabu ambacho wao hawakukingalisha. Umeelewa? Lakini walokuja kuziona zile dhahabu kwenye ule mgodi, wao ndo wakaenda kuzizalisha. Kwa sababu wachezaji wanne ambao walitoka Azam kwenda Simba ndio walienda kuwapa Simba ubingwa mara 3 mfululizo wa ligi kuu na mashindano ya FA. Sio, unaelewa? Lakini Azam waliishi nao wale wachezaji. Sio, unaelewa? Na hawakuonekana kama walikuwa na kitu kikubwa ambacho walikipeleka kukiofa kiwa nacho Simba. Aishi pia naye alikuwepo. Sio, unaelewa? Sasa ni bado of course mimi naendelea kuwapongeza Azam kwa sababu wamekuwa ni kitovu cha mpira wa Tanzania. Wanaendelea kuzalisha wachezaji wazuri kila uchao. Mtibwa Sugar bahati mbaya sana hawapo kwa sababu ya makosa ya kimanagement, na ndio wamekuwa wapinzani sana, wamekuwa mabingwa mara nyingi kwenye hii tournament. So lakini kitu kikubwa ambacho mimi nafikiri ambacho kinatakiwa kifanyike kwenye haya mashindano,
kwa mtu ambaye amefanya assessment vizuri ya haya mashindano ya under 20 toka mara ya mwisho alipokuwepo Mtibwa kuwa bingwa mpaka hapa leo tunazungumza, wale wachezaji mara mwisho alichukua Kagera Sugar, ndio Kagera. Yaani nimesema alipochukua Mtibwa hivi, mara mwisho anachukua Mtibwa ilikuwa mmoja wako kwa Athman Makambo. Makambo. Sasa yuko wapi? Makambovic Makambo alienda yuko Jerumani, alienda Mashujaa. yuko Jerumani, yuko ligi ya 6 sio ligi ya ngapi, umeelewa? Yuko Makambo. Sasa kuanzia pale mchezaji wako mwingine mbona yuko wapi? Nani? Alikuwa striker Abutrika yuko Magomeni. Okay. Mbona yule akutaka kucheza mpira mwenyewe, mambo yake mwenyewe binafsi. Sasa kuanzia pale, umeelewa kuanzia pale kwa kina Ladaki mpaka leo hii tunazungumza, manake ni tournament mbili, si ndio? Lakini mimi kuanzia hapo, angalia hii under 20 ni kioo ambacho kinazalisha wachezaji wazuri wa ligi kuu wa msimu unaokuja au kwa vizazi vinavyokuja. Sio, unaelewa? Lakini toka pale kwa kina Ladaki pale mpaka hapa leo tunawazungumza, quality ile ya Kagera Sugar, ile quality ya Kagera Sugar walikuwa mabingwa, wale wote hawana kasi ya kushindana kwenye ligi kuu. Dodoma Jiji hawana kasi ya kushindana na ligi kuu. Azam hawana kasi ya kushindana ligi kuu. Yanga hawana kasi ya kushindana ligi kuu. Manake ni nini? Manake kwenye hii michuano tunahitaji walimu wenye uwezo wa kuwaelekeza na kufundisha kwenye level ya ushindani unaopatikana ligi kuu, ili hizi timu ziweze kunufaika kutoka kwenye timu zao za under 20, tuje kuwashuhudia hapa juu wakicheza, kuliko kuyashuhudia tu haya mashindano kama tamthilia ya Ottoman. Ikiisha imeisha na vijana wameishia hapo. Hapo Rashidi anazungumzia mifumo. Unajua hapo unazigusa timu zote. Yaani naweza kusema ukiondoa Azam. Yaani mifumo kwa sababu mifumo sio wanacheza, sasa tunacheza kama ligi wanaenda afu mpaka huko. Lakini kinachotokea ni kwamba kupata zile qualities ambazo unasema hii hapo. Unasema kwamba hii quality hapo sio kweli. Hii quality sasa ipo huko, si ndio wanashindana. Mfano ligi kuu ya Afrika Kusini. Ligi kuu ya Afrika Kusini kuna ile kwamba ligi ya chini ambayo wanaita ile reserves, ambayo wachezaji ambao wapati nafasi kule wanacheza huku. Ila kama mchezaji akiwa ametoka kwenye majeraha anakuja huku anacheza kurudisha ile momentum, alafu unarudi huku. Kwa hiyo nafikiri kwamba tuipate ile quality ambayo ukisema bwana huyu ni under 20. Mfano Marcus Rashford alionekana vipi wakati wa United? Wakati ambapo United ina shida katika safu ya ushambuliaji, wachezaji wapo majeraha. Watu waka opti kwenda chini kuangalia under 20 akaje. Nafikiri aliingia afa akafunga mabao mawili. Alafu kesho akaonekana anarudi shule. Mimi nitakutolea mfano mzuri na mdogo. Tutafika kwenye joto tutazungumza zaidi. Kuna bwana mdogo mmoja kwa wale South Africa, Melo Kekana. Yule Melo Kekana anacheza Mamelodi. Yule bwana mdogo baada ya kuumia, Mamelodi walimsajili yule mtoto akiwa ameumia. Akucheza mpira miezi 6 ule. Sio? Hebu niambie ile quality. Yule mtoto hawezi kucheza Mamelodi. Afu mchukue yule dogo namba 7 yule. Yule mwenjezi namba 7 yule wa South Africa wala under 20. Umeona ile quality? Yule watakuniambia acheze PSL. Lakini kwetu ukirudi kwenye uhalisia wetu, unaelewa? Mwaka jana tumeshuhudia Azam wakiproduce moja kati ya best namba 2. Kuna bwana mdogo anacheza namba 2 yule. Kiwango kizuri sana. Lakini anakuja kucompete na nani? Anakuja kucompete na Lusajo mwenye magoli 6 Premier League. Sawa. Rashid, tutakuja kuangazia uzuri kwamba ndio ligi inaanza leo. Tunaanza kufuatilia mascout, jamani, angalieni vijana ili bado waweze kupata nafasi zaidi katika klabu mbalimbali. Kuweza kupata wachezaji wale ambao ni wapya na utamu zaidi. Maana kuna msimu fulani hivi miaka kama 10 iliyopita nikashangaa mtu ambaye alimaliza form 4 bila inaisha form 1 baada ya miaka 4 mbele nikamwona anacheza under 20. Kwani hujasema? Au unapinga? Sio hapo. Misimu kama 10 nyuma. Sasa akasema huyu Messi anamaliza form 4. Kuna wale nani wale na bora walivyokuwa wameshuka wale. Sio walishuka, sio walipotea wale nani wale? EF wale walikuwa Mbalali. Wale walituletea vidingi
Huyu hawezi kuwa under 20. Hiyo tabia hiyo hapana. Sawa, jamani tuangazie mubashara. Tuangalie mubashara tuangazia mambo yanavyokwenda. Tuangazie ligi kuu ya wanawake bwana. Bado bingwa ligi kuu ya wanawake, mvutano umekuwa mkubwa sana baada ya Simba Sports Club ama Simba Queens pamoja JKT, ushindani kwa mkubwa. Simba Queens wao imerejea kileleni baada ya kupata ushindi wa bao 3-2 dhidi ya Bunda Queens weekend iliyomalizika na kufikisha alama 44, wakati JKT Queens inasalia nafasi ya pili ikiwa na alama 41, huku ikisubiri maamuzi ya mechi dhidi ya Fountain Gate Princess iliyovunjika baada ya kumalizika kipindi cha kwanza. JKT Queens ilikuwa ikiongoza mchezo huo kwa magoli 3-0 wakati wa mapumziko. Kwa hiyo baada ya mapumziko Fountain wakagoma kurejea uwanjani. Kwa hiyo tunasubiri kamati ya ligi ambayo kutoka TWFA itazungumza nini kuhusiana na jambo hili, na iwapo kama JKT Queens atapewa alama ama kitu, shughuli itakuwaje. Ukiachana na hayo, tuangazie taarifa nyingine ambapo timu ya Combine ya wanasoka wa zamani imeibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Combine ya vijana wana Mtoti Mbagala. Mchezo huo maalum ulikuwa ni utangulizi kabla ya mchezo wa fainali ya Mwana Mtoti Gogo Cup mwaka 2025 ambapo wakazi wa Mwana Mtoti Mbagala waliweza kuwashuhudia nyota mbalimbali waliotamba katika vilabu vikubwa hapa nchini, Simba, Yanga na timu ya taifa, akiwepo Yusuf Macho Rwenda Muso. Sasa hebu tuangazie hali jinsi ilivyokuwa. Alipotupa taarifa, kwa kweli tuliona ni lazima tuje kwa umoja wetu, wachezaji wenzetu ambao tulicheza nao zamani, wachezaji wazuri kina Omar Kapirima ambaye sasa mwenzetu ni kocha, kuna Shadrack Msajigwa, bwana Fuso, wachezaji ambao wamecheza kwa kiwango kizuri na wamemaliza hivi karibuni. Tunao kina Mzee Spia Mbwembwe, goalkeeper mkubwa kongwe, wengi wakina Omar Ubwa, kina Miraji Juma ambao tulicheza nao Simba na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli ni mechi nzuri. Tumecheza na Combine ya Kijichi, mechi ambayo ilikuwa ya ushindani kweli toka mwanzo hadi mwisho, ya ufundi mwingi, na tumeshinda goli 1. Tunashukuru. Kwa sisi wachezaji ambao tumestaafu, tujitahidi kurudisha kwenye jamii, kwa sababu ndugu yetu Yusuf Gogo ameandaa hichi kitu na ametukutanisha wachezaji wengi wa zamani, rafiki zake ambao wengine hatujaonana muda mrefu, tulikuwa nakutana viwanjani hapa akatukutanisha. Kwa ni sehemu ya kuenjoy, tunakutana, lakini ni sehemu kwanza ya afya, vile vile ameisaidia jamii kuiunganisha. Kwa kingine mazoezi ni afya, na kama nilivyosema awali kwa vijana ni sehemu ya kujionyesha. Mungu, so tumecheza mchezo wetu wa veteran salama na ndugu wetu wa Kijichi kupitia timu ya Gogo Veteran. Niseme kwa mambo mengi, nampongeza ndugu yangu Gogo, amecheza kwenye uwanja huu, na kama alivyosema Macho na watu wengine wamecheza wachezaji wengi wa zamani kama sisi wa Yanga, wengine wa Simba, wote ni kitu kimoja. Kwa hivyo niseme na vijana wao waoneshe kitu walichokuwa nacho, kwa sababu kama alivyosema Sajigwa kwamba hizi mechi wanaangalia watu wengi, huwezi kujua utatoka hapo utaenda wapi. Kwa hivyo niseme kwa namna nyingine ni jambo kubwa sana, waweze kumunga mkono Gogo na watu wengine na wengine zaidi kufanya vitu kama hivi. Mimi kiwanja hiki nimecheza miaka ya 87-88 huko Ndondo, lakini leo Gogo amenileta tena hapo kuja kucheza kwenye mashindano yake. Kikweli namshukuru wana Gogo kwa kuendeleza vipaji kama hivi, na tamani wachezaji wote wa zamani wao wanafanya mtindo kama anafanya Gogo. Huyu jamaa ana kauli moja anasema kwamba wema ni kamba sio katika. Leo nimeiona kweli, tumekutana wengi na tumefanya kitu cha maana sana. Lakini kikubwa ni kwanza tumeonana. Kuna watu tujakutana siku nyingi sana, tuna miaka kama 6, 7, wengine 8, lakini leo tumeweza kukutana. Ni jambo kwanza ni zuri. Na vile vile tunapenda kumshukuru mwenzetu, ndugu yetu, mdogo wetu Gogo kwa kuanzisha hichi kitu. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa tukiendeleze hichi kitu, inakuwa nzuri zaidi. Na naomba sana watu wa mpira vile vile tusikae mbali sana na mpira, tujaribu kujumuika katika vitu kama hivi, ina maana kwa tunashirikiana kwa mengineyo. Lengo ya mashindano ni kuibua vipaji katika mtaa wetu wa Mwanamtoti, ukizingatia miaka mingi imepita tangu tumetoka sisi, nikiwa na kakaangu Miraji Juma, Messi Sabit na Edi Kulachi, hakuna mchezaji yote. Inapendeza kidogo kuona kuhusiana na watu mbalimbali ambao kicheza soka zamani wakiwa wanakutana tena kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi na kadhalika, kuhamasisha maendeleo ya michezo. Alikuwa hapa Rashid Hamis Don, the heavyweight
Pandit, the only one in Africa, pamoja na Adriano James Leite. Lakini kwa wakati huu tunakwenda mapumziko mafupi, kisha tunarejea. Hii ni Viwanjani, baba ya vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Said Sali wa Msumi ama Van Anders wa Msumi. Tutarejea.